Wako watu ambao yawezekana miaka mingi imepita, Mungu akakupa mke, lakini ukihesabu katika maisha yako ya kwamba vile ambavyo ulipokuwa katika kutafuta mke, umemfikia binti fulani amekukataa na mwingine akakukataa, ukaamua kwenda mahala pengine ya kwamba labda mahala huku nitapata mke, na kweli kule ulikoenda Mungu akakupa. Haikuwa mpango wa Mungu wewe kuwa na wale waliokukataa. Yawezekana wale waliokukataa wangekukubali, usingekuwa hivyo ulivyo leo. Leo mafanikio hayo ulio nayo kijana ni kwa sababu ni hatima iliyoandaliwa na Mungu. Leo amani ulio nayo baba ni kwa sababu ni hatima iliyoandaliwa na Mungu. Ila tu ni pale ambapo yale yaliyokuwa yakitokea katika njia yako, yawezekana ulikuwa ukiwaona watu wabaya. Kuna mwingine akawa anasema siku fulani, akawa anasema ya kwamba binti fulani alinikataa, leo ninatembelea gari. Anatamani angekuwa ni yeye. Nikamwambia kitu kimoja, ungekuwa yawezekana na huyo binti, hiyo gari usingeipata. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hakuwa ameumbwa kwa ajili yako. Hayo mafanikio ambayo ulionayo ni kwa sababu aliyeumbwa kwa ajili yako ameletwa katika maisha yako. Vile ambavyo alikuwa akikuombea ndivyo ulivyokuwa ukifanikiwa. Vile ambavyo amekuwa akikusogeza mbele za Mungu ndivyo ambavyo amekuwa ukipiga hatua katika huduma yako. Kwa nikamwambia hata wale ambao katika maisha yako walikukataa, mshukuru Mungu kwa ajili yao. Na waombee. Bwana Yesu apewe sifa. Waombee wapate watu sahihi kwa ajili ya maisha yao. Maana wewe hukuwa hatima yao. Bwana Yesu asifiwe sana.